Siku zote mwenye macho haambiwi tazama. Mimi naamini waandishi wa habari katika watu ambao wanafuatilia football nyinyi namba moja. Mmeiona Simba zidi iliyocheza Angola na nini? Na Petro. Mmeona focus ya wachezaji wa Simba, lakini mmeona maingizo mapya wachezaji wa Simba. Yanaleta matumaini. Leo hii kila mwana Simba ukimwona ndani ya nafsi yake anafurahi, anaona namna ambavyo anaiona Simba yake ile ambayo yeye anatarajia kuiona inakuja. Leo kama tulikuwa kwenye shimo kubwa la futi 180, tayari tumeshaweka ngazi, kila tukipanda mwanga unazidi kufanyaje? Kuonekana. Kwa mimi naamini imani imekuwa kubwa, matarajio yamekuwa makubwa, lakini moja ambalo naweza kusema hatuwezi kufanikiwa wana Simba endapo tusipokwenda kuzungumza kwenye kauli moja. Simba lazima tuzungumze katika kauli moja. Tuzungumze katika mbiu ya slogan ya Simba nguvu moja. Kwanza wana Simba lazima tutengeneze slogan ya kupendana wenyewe kwa wenyewe, lakini pili lazima tujitoe kwenye jasho na damu kuipenda timu yetu, tuisupport timu yetu kwa sababu tayari ndio tumeshaamua, nafsi zetu imeshatuongoza kwamba Simba Sports ndio timu yetu. Hakuna namna. Tuisupport ikiwa na jua, tuisupport ikiwa na mvua, tuisupport ikiwa mchana, tuisupport ikiwa usiku. Mimi naamini Simba haiwezi kufanya vizuri bila sisi. Na ndio maana wataalamu wa mpira wanasema mshabiki ni mchezaji wa 12. Kwa hiyo niwaombe sana wana Simba, kwa umoja wetu, kwa mapenzi yetu juu ya timu yetu, siku ya Jumatano tukutane katika uwanja wa KMC kwenda kuisupport timu yetu. Mara baada ya mchezo kumalizika ule, nimeona msemaji Ahmed Ally kumwagia maua Novemba na kusema kwamba ni miongoni mwa wachezaji wazuri ambao wamewapata. Umemtazama kwenye ile mechi, wewe unamzungumziaje? Liemba ni mchezaji mzuri, na ndio maana management ya Simba akamtafuta akaingia naye contract. Lakini kwangu binafsi si Liemba tu, wachezaji wote wapya waliosajiliwa Simba wamekuja kuongeza kitu kikubwa ndani ya Simba, na msemaji anajua hilo. Lakini aliulizwa kuhusu Liemba na ndio maana akajibu kujibu nani? Kuhusu Liemba. Lakini msemaji anajua kila ingizo jipi ambalo liingizwa katika Simba Sports ni ingizo bora, na ndio maana kazi iliyobakia kubwa ni kwetu sisi tu mashabiki wa Simba kwenda kuisupport Simba. Kisugu siamini kama inakwenda kupunguzwa kwa sababu Waswahili wanasema kwenye wengi kuna mengi. Na kuna jambo moja ambalo niwaambie waandishi wa habari, wafikisheni wasikilizaji wenu na watazamaji wenu, familia bora ni ile ambayo inaopishana kimawazo. Familia bora ni ile ambayo inaopishana kimawazo. Kama wewe una familia zaidi ya watoto 4 au 5 kwenye nyumba, watoto hawakupi changamoto yote kama baba, basi amini kwamba huna watoto na maboya. Hata Yesu kwa mujibu wa Biblia alipata changamoto kwenye wanafunzi wake 12. Aliposema angalia sasa hii saa yaja, mwana wa Adamu atasalitiwa, atakayemsaliti ni yule wa kwanza kuchukua mkono wake kuume kutia katika nini? Bakuli la maji. Yuko mwamba mmoja hajamaliza maneno akachukua mkono wake akatia kwenye bakuli la maji. Akamwambia Petro, rudi nyuma yangu Shetani, kwa sababu ya wazi ya Mungu ya wazi wanadamu. Angalia namna ambavyo walivyokuwa watu wengi wanadamu wanatakiwa kutofautiana kimawazo, lakini mnatofautiana kimawazo, mwisho wa siku mnakubaliana, mnakwenda kutengeneza jambo lililokuwa moja. Kwa hiyo inawezekana ile suluhu ikawa moja ya amani katika mawazo ambayo tulikuwa tunawaza, kwa sababu moja ya kubwa ambalo wana Simba wanawaza kuona timu yao inakwenda kufanya vizuri, timu yao inakuwa na performance nzuri. Kwa hiyo wao wana Simba, yawezekana ile suluhu ikawa moja ya sababu ya kuwarejesha wana Simba kwenda kuimba slogan ya Simba, Simba nguvu. Wengine walitamani kumsikia Kisugu hajazungumza chochote kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Presi zilikuwa nyingi. Mimi naamini kinachoendelea ni kimoja tu. Simba tumeshindwa kuqualify katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Hivi vingine vinavyozungumzwa ni matakwa ya watu ambao kila mmoja ana uhuru kuzungumza kile ambacho anachozungumza. Lakini nimepokea message nyingi sana. Nimepokea simu nyingi sana. Kuna wengine wafika mahala wanauliza maswali magumu kidogo napenda shindwa kuyajibu. Wanaambia wewe uko upande gani? Lakini jibu langu lilikuwa moja tu. Simba haina upande. Mimi najua Simba Sports Club. Mimi najua. Kwa hiyo kama mtu alikuwa na upande huo, siwezi kumkataza, kwa sababu mtu akifika umri wa miaka 18 ana mamlaka na maamuzi ya kuamua kile ambacho anachokiona kwake kuwa sahihi. Lakini sehemu aliyokuwa Simba ni sehemu moja tu, sehemu sahihi. Kisugu ni Simba Sports Club. Mimi ni Simba na nitaendelea kuisupport nini? Kuisupport Simba. Lakini niseme jambo moja. Kisugu, yako mambo mengine lazima tuzungumze. Na wala sitaki kuyarejea katika hayo, kwa sababu tayari mwafaka ameshapatikana juu ya haya mambo. Mwafaka ushapatikana.
mwafaka upi? Kwa sababu Kisugu klabu ikisema ndio tayari, hakuna mtu mwingine haitakiwi kuzungumza jambo lolote katika hilo. Tunaamini management ya Simba iliyokuwa madarakani, management imeshasema, management imeshaamua, wao ndio tumewapa mamlaka ya kuilinda nembo ya Simba Sports Club. Wameshasema, mimi sina sababu ya kusema. Lakini na jambo moja tunataka niseme. Kuna baadhi watu, kila mmoja anazungumza namna ambavyo Mohamed Dewji ndani ya Simba. Leo niwafahamishe watu kwa uchache sana. Mohamed Dewji ana vitu viwili ndani ya Simba. Moja ni mwanachama wa klabu ya Simba, lakini pili ni mwekezaji wa klabu ya Simba. Binafsi nilimfahamu zamani sana kwenye Simba. Nikiamua kuleta historia yake hapa, naweza tukachukua zaidi ya siku 3 kuzungumzia Mohamed ndani ya klabu Simba. Nizungumze kwa ufupi tu. 2003 Simba tunakwenda kumfunga Zamalek ya Misri. Kama kumbukumbu itarejea, lejeeni kasomeni historia vizuri, mtamkuta Mohamed ndani ya Simba. Wakati huo kocha mkuu Sianga. Simba ina viongozi 3 tu. Ndio klabu ambayo imeshawahi kuongozwa na viongozi wangapi? 3 tu. Katibu mkuu akiwa Kassim Mohamed Dewji. Makamo alikuwa mtu mmoja tu, Malko Masanja. Nyinyi vijana wote hamwezi kumjua hapa. Na bwana Feza alikuwa Josia Jackson. Viongozi 3. Lakini kwa nini walifanikiwa viongozi 3 kwenda kumfunga Zamalek nyumbani kwao? Wakati huo Zamalek ana sifa kuu 3. Zamalek ya Misri. Walisikia wewe? Nakusikia Kisugu. Unapomzungumzia Zamalek ndio ulikuwa unaizungumzia klabu moja, namba 1 kwa ubora katika bara zima Afrika kwa nyakati zile. Mzee, uko sawa sawa? Ukizungumzia Zamalek kipindi kile, ndio unakwenda kumzungumzia bingwa wa Misri. Mko vizuri? Mko vizuri. Ukizungumzia Zamalek kipindi kile, ndio ilikuwa timu tajiri namba 1 kwenye bara zima la Afrika. Zamalek anakwenda kufungwa, anakwenda kutolewa na Simba Sports. Kempu Simba tumeweka Oman. Na niwaibie siri, ile alijawahi kuzungumza na mwanadamu yoyote, japokuwa wanajua wamekaa kimya. Mimi leo nitalizungumza. Timu wakati inakwenda Oman, kocha mkuu kwenye makaratasi alikuwa anasomeka James Sianga almarhum, sio? Lakini je, ni kweli tunaamini kipindi kile Simba iliyokochiwa na nani? Na Sianga? Yuko mwamba mmoja aliwahi kucheza Simba miaka 70 sentafu, alikuwa anaitwa Twalibu Hilali. Huyu ndio mwamba aliongoza Simba, ndio aliyekochi Simba kuelekea kwenye mechi ya nini? Ya Zamalek ya Misri. Lakini wapi nguvu walipata? Kassim Dewji wapi nguvu walipata? Twalibu Hilali nguvu wapi alipata? Players wapi nguvu walipata? Lazima umzungumzie Mohamed Dewji. Wakati huo kocha wa Kagera Sugar, rafiki yangu kipenzi, namwambieni namba yake nimepoteza, nitafute. Juma Kaseja anakaa golini. Fullback anaitwa mtu mmoja, Saidi Swedi. Panucci. Mavara unamjua? Simjui. Mtoto mdogo Mavara. Namba 3 almarhum, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema, Ramadhani Waswe. Hapo kati umtafuti Boniface Pawasa wala Amni Saidi Stamp. Costa yupo. Victor Costa Jumba. Hapa naonyesha namna ambavyo Mohamed alikotoka na Simba mpaka alikofika na Simba. Lakini tusirudishe story nyuma. Niachie hapa nilipozungumza historia, watu wenye akili timamu watanielewa. Kwa sababu Waswahili siku zote kuna misemo napenda kufanyaje? Kusema. Nami misemo nimeisikia. Wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpenda. Kwa hiyo Kisugu kwa pande mbili. Mavara, usipoteze muda.
Simba haina upande. Simba Sports mtafaruku ambao sasa hayo kama nyinyi mnaamini kwamba upande Simba na upande, kwa sababu akiona unazungumzia success za mwenyekiti. Nasema narudia tena, kama ninyi mnaamini Simba ina upande, naheshimu mawazo yenu, lakini mimi imani yangu Simba iko Simba Sports. Lakini Kisugu, unajua kinachoendelea kati ya hao wawili? Nachojua mimi kinachoendelea ndani ya Simba tumeondolewa katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Jumatano tunarejea katika mashindano ya ligi ya NBC. Tunauliza kwa naona Simba atakwenda uwanjani kwenda kuisupport kwa uongozi. Uongozi mema anauliza kuhusu uongozi kwa sababu amezungumza mengi sana hapa. Press zimefanyika mbili, Kisugu hajazungumza lolote. Kiongozi wa Simba anapatikana kwa mujibu wa katiba ya Simba. Nendeni mkasome katiba ya Simba, mnajua kiongozi wa Simba. Wewe unamsupport mwekezaji au Mangungu? Kiongozi wa Simba anaongozwa kwa mujibu wa katiba ya Simba. Waandishi, nendeni mkasome katiba ya Simba, mtajua kiongozi nani. Kisugu, umeona yule kijana alimpa masaa 72? Bahati mbaya au bahati nzuri, Ngwale unasema Kisugu uko kimya sana. Nilikuwa kwetu Mkugilo Filibiladi Nkane Ntadi ila Murwa, sikujua mjini lipi kinaendelea. Kwa hiyo nipeni muda nikajaribu kupitia kwenye mitandao nikajue nani alikuwa anampa mtu masaa 72, nani alikuwa anampa mtu masaa 25. Network kidogo inasumbua, imekuchanganya. Nipeni muda nikae niangalie, alafu nitakuwa na majibu mazuri ya kujibu katika hali kama unapisha pisha hivi. Lakini jambo ambalo kubwa baada ya kurejea niliona kwenye mitandao, msemaji wa Simba anatuhimiza wana Simba kwenda KMC kwenda kuisupport timu siku ya Jumatano. Na ile tukio ambalo alifanywa mwenyekiti wenu baada ya mechi ile pale Benjamin Mkapa, haukuliona pia? Mara nyingi mwanadamu mwenye akili timamu huangalia nyuma nini kimemferisha, anaangalia mbele nini kinachokuja. Simba kinachokuja ni mechi zetu dhidi ya KMC siku ya Jumatano. Nimesema sikuwepo, nanyi waandishi mmeshuhudia. Amesema mbona ulikuwa kimya? Nimewambia ukimya wangu nilikuwa kwetu kijijini Mkugilo, na ndio kwanza nimerejea Dar es Salaam. Nilichojirejea cha kwanza kukutana nacho kwenye mitandao ni kumuona msemaji wa Simba akiwahimiza wana Simba kwenda kuisupport timu katika uwanja wa KMC, nami nitakuwepo siku ya Jumatano mapema. Unaweza ukawa hujaona ila ukasikia. Na wala sijasikia kwa sababu nilipoamua kwenda kufanya mapumziko nilipumzika. Bwana Kisugu bwana. Tunaona JBC na 4 wanachama wenzako lakini hawakushirikisha kwenye press. Ndio kwanza majina leo nayasikia kutoka kwako. Kwa hiyo huwajui kabisa. Kabisa. Au ndio maana hata t-shirt umegeuzia Kisugu leo kwa sababu mambo inawezekana mambo sio kaida yako leo Kisugu. Kama JB na Dr. huwajui. Kama JB na Dr. huwajui. Tumieni vyombo vyenu kujenga waandishi. Ndio tunajenga sasa. Msitumie vyombo vyenu kubomoa waandishi wa habari. Ninyi ni watu muhimu sana waandishi wa habari. Mna uwezo wa kujenga kwa muda mfupi na mna uwezo wa kujenga kwa muda, kubomoa kwa muda mfupi. Mkitumia vyombo vyenu vizuri, tutakwenda kujenga taifa lililokuwa bora, tutakwenda kuzungumza michezo iliyokuwa sahihi. Na hivi sasa nchi imepata bahati kuandaa mashindano ya AFCON 2027. Tumieni vyombo vyenu vizuri kwenda kujenga taswira nzuri ya michezo. Msitumie vyombo vyenu vibaya kwenda kubomoa taswira. Yanaumiza, lakini hakuna namna tu ya kubali. Lakini leo wakati natoka kwangu Mbagara nimepata bahati ya kupanda mwendo kasi. Wakati napanda mwendo kasi ni enjoy na kula kiyoyozi. Dereva namshukuru sana, nampongeza sana aliyeka nyimbo ya Msondo Ngoma. Nikawa nakula Msondo Ngoma nacheza. Sana karibia kituoni pale kufika, kuna nyimbo moja inapigwa ya marehemu Moshi William. Ile nyimbo album imebeba jina la Ajali. Lakini nasema baba ndio nguzo ya nyumba. Kwenye nini? Kwenye familia. Baba akiumba nyumba inafanyaje? Tumekuelewa. Nawashukuru sana. Sio kweli. Hapa Kisugu, wananchi ni kama wanakwenda kuliwakilisha taifa sasa. Ndio maana amesema familia, baba akiumba kule anamaanisha na huku. Moja katika vitu vimekuwa adimu sana sasa hivi Dar es Salaam ni calculator. Simba jana mwanangu ni anakwenda form 4. Akaagizwa kwa calculator, baba niletee calculator. Nimetembea Dar es Salaam nzima jana nimeshindwa kupata. Calculator hazipatikani Kisugu. Zimeenda wapi? Nashukuru sana waandishi. Anasema Simba kwenye ubora wake kufika robo finali ni jambo la kawaida. Lakini imekuwa tofauti kwa Young Africans. Licha ya kuwa bora, lakini robo finali kwake kufika ni kama kusuasua. Ni taswira gani? Kila mmoja atasimama kwenye ubora wake. Sisi Simba taifa linajua
bara linajua ubora wetu katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tumefanya vizuri takriban miaka 7 katika mashindano yanaendelea shirikisho barani Afrika. Kwa bahati mbaya mwaka huu hatukufanya vizuri. This is the football. Bingwa alikuwa Mazembe akashindwa kufanya vizuri, miaka baadaye mbele yake alikuwa Inyimba akashindwa kufanya vizuri, alikuwa Zamalek ya Misri alishindwa kufanya vizuri, na mwaka huu kwa bahati mbaya si Simba tukufanya vizuri. Lakini niwaambie wana Simba, tutarejea mwakani tukiwa na nguvu, tukirejea mwakani tukiwa pamoja, ili kuhakikisha kwamba Simba tunakwenda kuchukua ubingwa wa ligi NBC na tunarejea katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika.